Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi chao kuhusiana na sajili ambazo klabu ya Simba imeendelea kuweza kuzikamilisha kwenye kikosi chao, ikielezwa kwamba klabu ya Simba kwa sasa imekamilisha usajili mkubwa mara baada ya rais wa heshima, hapa nazungumzia si mwingine bali ni Mo Dewji, kuweza kukamilisha sajili hiyo. Unaambiwa mambo ni mazuri kweli kweli, hatimaye kijana amekubali kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Imekuwaje na imekuwa vipi na wameweza vipi kuweza kuwashawishi klabu yake ambayo ametokea, utakwenda kujua hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea. Unafahamu ya kwamba ni kwa muda klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa ikiweza kumendea saini ya Feitoto kujiunga na kikosi cha klabu ya Simba, kwa kile ambacho kilichokuwa kikiweza kuonekana ni kana kwamba walikuwa wameweza kukata tamaa kuhusiana kumsajili Feitoto. Ikumbuka kwamba dirisha dogo la usajili msimu huu tulijua kwamba pengine Feitoto angemalizana na Simba Sport Club na kwenda kujiunga nao, lakini klabu ya Azam FC iliendelea kushikilia msimamo wao wa kutaka shilingi bilioni 1.3 na sawa na shilingi kama milioni 300 hivi, ili kuweza kumpata Feitoto katika timu ambayo wanahitaji kuweza kupata saini yake. Sasa mara baada ya kile kilichoweza kutokea, Simba wenyewe walitoga shilingi milioni 600 wakampeleka na Aishi Manula, lakini bado ngoma ikawa ni ngumu. Klabu ya Azam wakashikilia msimamo wao wakisema ya kwamba wenyewe wahitaji kuweza kumchukua Manula, labda kama wakihitaji kumnunua wako tayari, lakini si kuweza kupewa katika dili la Feitoto. Dili la Feitoto linahitaji pesa tu peke yake. Sasa mara baada ya kile kilichoweza kutokea katika yale ambao waliweza kukubaliana, hapa nazungumzia klabu ya Simba pamoja na Azam FC, hatimaye tajiri Mo Dewji ameweza kutua kutoka Dubai, ambako ndo maskani yake kwa sasa. Ameweza kufika Dar es Salaam na kuweza kufanya kikao kizito, ikiwemo ajenda kuhusiana na fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini sambamba na hayo ni kuhusiana pia na kile kinachoitwa usajili mkubwa ambao unakwenda kuweza kutetemesha nchi. Unafahamu ya kwamba walipendekeza kwamba klabu ya Simba itakuwa na machaguo kwa mashabiki zao, ni mchezaji gani ambao wanamhitaji waweze kusajiliwa. Hatimaye sasa mashabiki wengi wanahitaji kuweza kuona Feitoto akiweza kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Sasa kile ambacho klabu ya Simba leo hii wamekipeleka pale Azam FC, unaambiwa ni ofa ambayo bila shaka hata Feitoto akiikataa, basi mwenyewe atakuwa analake jambo, lakini kutokana na kiasi cha fedha ambacho Simba wamekiweka katika dili hilo, ni wazi ya kwamba pengine itakuwa ni ngumu kwa Feitoto kuweza kukataa dili hilo. Unaambiwa Simba yaweka ofa mpya mezani ili kuinaza saini ya Feitoto. Jioni ya jana tajiri Mo Dewji amekutana na kambi ya Feitoto ili kumshawishi nyota huyo kujiunga na Simba mwishoni mwa msimu huu. Mo amefanya kikao na kambi ya Feitoto Dar es Salaam na kuweza kukubaliana mambo kadhaa, akiweza kuwaambia kwamba atawapatia kambi ya Feitoto. Mo amefanya kikao hicho na ameweka ofa mpya ambayo imeipiku ile ya Yanga. Ofa mpya ya Simba ni hii hapa, ambapo Feitoto kwenye kikosi cha klabu ya Simba atapaswa kuweza kusaini mkataba usiozidi miaka 3, yani mkataba wake utakuwa ni miaka 3 ambao ataendelea kusalia na kikosi cha klabu ya Simba akiweza kusaini mkataba huo. Ikumbukwe kwamba Feitoto akiingia kwenye klabu ya Simba msimu huu unaokuja
mpya atakaa hiyo 2026, 27 na 28 ndio ambapo atakapoweza kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia ya Simba kama akisaini mkataba huu wa miaka 3. Lakini pesa yake mwenyewe Fei akisaini huo mkataba atapokea kiasi cha shilingi milioni 800. Unaona bana, yani hii inaitwa sign on fee kwa wale ambao wanafahamu, yani pesa ya usajili, ambapo atapewa shilingi milioni 800, yani kasoro shilingi milioni 200 iweze kufika B1 ambayo Fei Toto ataweza kupewa pale katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Wazee wa mnyama tajiri Mo Dewji hataki masiala katika jambo lake, ameweza kuona kabisa kwamba kuna manufaa kwa Fei Toto. Lakini kubwa kuliko zaidi ni hili la mshahara ambao atakuwa akipokea kila mwezi, ambapo Fei Toto inaelezwa kwamba atakuwa akiweza kuchukua kiasi ambacho hakuna mchezaji hapa Tanzania ambaye anakunja kiasi hicho. Atakuwa ni mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi, ambapo Fei Toto atapewa kiasi kisichozidi shilingi milioni 50 kwa mwezi, yani kila mwezi kwa miaka 3 ambayo atakayokuwepo katika kikosi cha klabu ya Simba. Atakuwa akiweza kukunja zaidi ya shilingi milioni 50 kwa miaka hiyo 3. Lakini ofa nyingine ambayo anapewa klabu ya inampa Simba Fei Toto ni nyumba ya kuishi, ambapo inaelezwa anapewa nyumba ya kifahari kwelikweli, ambayo atakuwa akiweza kuishi kuendana na hadhi yake kama mchezaji ambaye anatajwa ni mchezaji ghali kwa sasa katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo Fei Toto atapewa hiyo nyumba ambayo atakuwa akiweza kuishi, atachagua sehemu mwenyewe ni wapi ambapo anataka kuweza kukaa. Lakini kuna ofa pia ya gari la thamani kabisa ambalo atapewa gari la kuendesha katika mizunguko yake, akitoka zake kukipiga pale katika viungwa vya Bunju katika uwanja wa mazoezi, basi atakuwa na gari yake hiyo mpya ambayo atakayopewa. Lakini pia atapata bonus kila atakapofunga au kuassist, yani kila atakapokuwa akifunga akiassist, basi kuna bonus fulani huwa anakuwa anapewa. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo hii deal inazidi kwenda mbali zaidi. Ikumbukwe ofa ya Yanga ilikuwa ni shilingi milioni 750 ambayo Yanga waliweza kuweka mezani ili kumpata Fei Toto, ambapo ofa hiyo sign on fee ambayo ilikuwa ni 750, ambayo hapa nazungumzia Simba wenyewe wameongeza shilingi milioni 50 na kufikia 800. Kwa hiyo Yanga inakuwa imepungua 50, lakini kama mshahara kwa Yanga kila mwezi wenyewe walimwekea milioni 40, lakini kule Simba wamewekea milioni 50. Kwa hiyo hapa unaweza kushuhudia ni kama milioni 10 ambayo imeweza kuongezeka kwa mwezi. Mo bado yuko mjini, chochote kinaweza kutokea kuanzia sasa. Dakika hii napoandika hapa bado Fei hajasaini Simba, Yanga wala mkataba mpya na Azam, ila chochote kinaweza kutokea kuanzia sasa. Ikumbukwe Fei, ili ni jambo la kuzingatia kabisa, pengine tusichanganye mambo, ni kwamba ikumbukwe kama Fei atauzwa Simba, basi Yanga watanufaika na shilingi bilioni 1 kutoka Azam kama sehemu ya makubaliano walioyaweka. Unaona bana, kwa hiyo wakumbuke hilo Azam FC. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.